Na topic yetu sikumwambia, sorry, topic, it is not the will of God men to control other men. It is not the will of God men to control the other men ama others. Tuliangalia last time na tukaona mapenzi ya Mungu kila wakati ilikuwa namna gani. Ilikuwa yeye aweze kututawalia pasipo mkono wowote wa mwanadamu. Lakini mwanadamu alikataa. Mwanadamu alikataa, akakausha moyo wake. Akataka tu kusikia akiongozwa na mwanadamu mwenzake, na ikawa ni shinda kubwa katika mwanadamu akiongoza mwanadamu mwingine. Ni hasara. Ukweli ni hasara kubwa sana. Hata saa hii watu wanalia kwa sababu tunatawaliwa na mtu. Na si mtu mbaya, kwa sababu sisi tulitaka tutawaliwe, na Mungu anapatia watu kile wanataka. Na kwa sababu tulitaka na tulichagua sisi, si Mungu alipochagua, ni sisi tulichagua. Sasa tunakula makali, tuko ndani ya makali sisi wenyewe, kwa sababu ya kutokuwa na mwongozo uliotokana na Kristo mwenyewe. Tuliongozwa na tamaa, na wakati walipoingia, tamaa ikawa juu, sababu tamaa ndio ilikuwa inatawala katika ulimwengu. Hata saa hii tamaa tu ndio inatawala. Hata wakati utakuja, tamaa tu ndio itatawala. Pasipo watu kumgeukia Bwana, pasipo watu kutambua na kujua ya kwamba wakati huu hatufai kutenda kitendo yoyote, tunafaa Mungu aweze tuweze kuongozwa, sio kwa mawazo yetu, mafikira yetu na tamaa zetu sisi. Hapana, ni kwake yeye mwenyewe aweze kutuongoza, na ndio tusifanye hatia tena, ama kutenda kitendo kama hiki tena tulipokitenda katika uchaguzi. Nashukuru Bwana na mtukuza Bwana, yeye atendaye mambo yote kwa neema. Nataka tuombe sisi wote. Tukimaliza kuomba, tutaweza kusikia neno. Ndio tuweze kuona ya kwamba sio Bwana aliye na shida katika maisha yetu. Ni sisi tulijipatia nafasi hiyo, na ndio utawala wa usio na haki, usio na uzima, usio na amani ukaweza kutufikia. Utawala wa kisetani, utawala mbaya na utumishi mbaya, ule unafanya mioyo ya watu wengi iweze kuangamia. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa utukufu na nguvu. Wewe ndiye mwenye mamlaka na uwezo wote Bwana watoka kwako. Asante kwa sababu ya kutupenda. Asante kwa sababu Bwana Jehova Jire umetupanga kulingana na vile upendavyo. Twakuinua, twakutukuza ni kwa sababu Bwana, wakati wote tunapotazamia upendo wako tunauona kulingana na mahali tumetoka, na kulingana na yale yote yameandikwa katika neno. Neno lako Bwana latupatia uvumilivu, utulivu na amani. Watu wako tukifuata uvumilivu ama utulivu ule ulipo ndani ya neno, tutaweza kula matunda yale mema, yale mazuri kutoka kwako Kristo Yesu. Ninakutukuza Bwana na ninasema mfalme wa ajabu, pasipo wewe mwanadamu hawezi kamwe, hawezi tambua, hawezi elewa, hawezi jua unavyotaka. Lakini kwa sababu wewe Bwana umejaa nguvu na utukufu, mwanadamu hata wakati alipokuwa katika dhambi
wakati alipokuwa katika maafa, wakati alipokuwa hajatambua mapenzi yako, Bwana ulikuwa tu unatupenda. Ulikuwa tu Bwana Jehova Jireh unatamani tuingie katika neema yako. Na ndio ile neema iweze kutufungua tuweze kusimama kukaa kulingana na mapenzi yako. Ninatamani siku ya leo Bwana, kanisa lako mahali popote lilipo, ninatamani watumishi wako Bwana Jehova Jireh wanaojiita watumishi, wale wamejiita na wale umewaita, wote Bwana Jehova Jireh tuweze kugeuka, wote wageuke, waweze kutambua yale unayopenda, ndio tuweze Bwana Jehova Jireh kuvipeana kwa watu wako ikiwa kamili, na ndio watu wako waweze kupokea neema iliyo safi na kamili kutokana na vile ulivyo. Asanti Bwana kwa utukufu wako na nguvu zako. Ni siku njema this week, umetupatia kibali tuweze kukutana tena, na kushukuru Bwana nikijua ya kwamba utatunenea Mfalme. Mipango yote imepangwa juu yetu, na nguvu zozote zimeungana ndio sizuilie neno lako Bwana likose kufikia watu. Ninanena Bwana Jehova Jireh mamlaka yako kuhusu tamaa yoyote iliyo ndani ya mwanadamu, tamaa yoyote iliyo imetusungukia iweze kushuka mpaka chini ya miguu yetu. Nashukuru wewe Bwana kwa uwezo na kwa mamlaka na kwa nguvu. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh mambo yote yawezekana kwa vile Bwana Jehova Jireh wewe upendavyo. Asante Mungu wangu, na wakaribisha watu wako mahali hapa, tuweze kuwa pamoja na tuweze kuneneana pamoja kila mmoja, na ndio tuweze Bwana Jehova Jireh kulinena neno lako, tuweze kufunguliwa katika nguvu za uoga, nguvu za giza, nguvu za mambo isiyo na utimilivu. Bwana wetu Yesu Kristo, mapepo pamoja na magonjwa, hali yoyote ya kishetani na hali yoyote Bwana Jehova Jireh akutuinukia sisi, Bwana ninakuomba na ninashukuru nikijua ya kwamba yote yawezekana. Ulimshindania Daudi wakati alipokuwa anakibiswa na Saul, na ukaweza kumtoa katika mkono wa uharibifu. Sisi nasi Bwana Jehova Jireh katika mkono wowote wa uharibifu, kupitia magonjwa, kupitia shida za kifedha, kupitia shida za biashara, shida ya maisha katika maisha ya kiroho, kutotambua mapenzi yako, kutoelewa vile tunafaa kuomba, kutoelewa Bwana Jehova Jireh msingi kamili wa neno lako. Bwana ninakuomba ushindanie sisi, ndio kila mmoja mahali popote pale aliyo na upungufu aweze kuelewa upungufu wake, na ule upungufu uweze Bwana Jehova Jireh kuondoka. Ni wewe tu Bwana mzima, wewe tu Bwana mwenye haki, wewe tu Bwana mwenye utukufu, na kutukuza na ninakuinua kwa uwezo wote. Chochote kiinukao juu ya neno lako, chochote kiinukacho, ndio mwanadamu mtu wako, rafiki yangu na rafiki yako asitambue yale unayoyanena, na kiweka chini ya miguu yetu. Hakuna mtu atainuka juu yako wewe Bwana aweze kuishi. Kuna kitu kitainuka kiweze kuendelea. Bwana wetu na Yesu Kristo, ninakutukuza nikiamini ya kwamba sisi wote tumeshinda na tu ndani yako Bwana, na tumepokea ahadi, na tumepokea uzima ulio na uwezo na nguvu na mamlaka yako Bwana pamoja nasi. Pokea sifa na utukufu Baba wetu na Mungu wetu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Fungua pamoja nami katika kitabu ya Proverbs 7:1. Tukiangalia huo mstari wa kwanza, unasema ya kwamba my son, keep my word and lay up my commandment with thee. Mwanangu, yashike maneno yangu na kuziweka amri zangu akiba kwako. Kumbuka, si mapenzi ya Mungu mwanadamu aweze
kumtawalia mwanadamu mwenzake. Na tulisoma na wewe tukaona ya kwamba Mungu hakumpatia mwanadamu dominion juu ya upon the other people. Alipewa mamlaka juu ya wanyama, vitu vyote vilivyomo ulimwenguni akapewa mamlaka, lakini si juu ya mwanadamu. Adam anajua hivyo. Sasa asubuhi ya leo neno linatuambia, mwanangu, yashike maneno yangu na kuziweka amri zangu akiba kwako. Mwanangu, shika neno langu. Yes. Nini alikuwa anaongea? Azuilie. Alikuwa ananena hayo ndio azuilie tamaa yoyote inukao ndani yetu, inukao katika maisha yetu, ichemkao kama kitu inaopikwa ndani yetu, tamaa inaochemka ndani yetu. Bwana akamwambia, ama mwandishi akamnenea his son, akamwambia, my son, keep my words and lay up my commandment with thee. Hallelujah. Hivyo ndivyo siku ya leo we are sons of God. We are daughters of God. Na ndio tunanenewa na hili neno aliyomnenea mwanae. Na nikitazama hapa ninaweza sema hata kama hii proverb iliandikwa na mtu fulani. Haleluya, Bwana asifiwe. Hata kama iliandikwa na mtu fulani, Solomon, hata kama iliandikwa na Solomon, iliandikwa ikiandikiwa nani? Wakati ilipokuwa ni Mungu alikuwa anamnenea mwanae Christ, na kumwambia, mwanangu, simama katika ukweli, simama katika neno, amini neno, nisikilize, usiondoe masikio yako kwangu. Usikubali kudanganyika wala kudanganywa na mambo imo ulimwenguni. Na kwa sababu mwanangu utaenda kule ulimwenguni, usikubali ya ulimwengu iweze kukufanya nini? Kukubadilisha. Hivyo ndivyo hata sisi tunaponenewa siku ya leo, kama wana wa Mungu, kama watumishi wa Mungu, kama kanisa la Mungu, anatunenea, anatuambia ya kwamba yashikeni neno langu na iwekeni, isikieni na muiweke. Keep my word and lay up my commandment. Mwanangu, yashike maneno yangu na kuziweka amri zangu akiba kwako. Usikubali yaweze kuondoshwa wala kutolewa wala kupotoswa na kitu chochote kimo ulimwenguni, sababu ulimwengu, ndani ya ulimwengu kuna vitu nyingi sana za kutupokonya wema, ukweli na ahadi ya Bwana. Akasema, keep my commandment and live, and my law as the apple of thy eyes. Usishike amri zangu ukaishi, na sheria yangu kama bone ya jicho lako. Ati ishike amri yangu, my commandment, ndio uweze kuishi.
Bwana asifiwe. Ishike ndio uweze kuishi. Asante sana P. Jose, inakuona pale. Ati usishike amri zangu ukaishi, na sheria yangu kama bone ya jicho lako. Akimwagiza hivi na akimwambia haya, ni upendo ulikuwa umetangulia, ni amani, sababu Mungu hatutakiwi wakati wowote tuweze kuwa hatuna amani. Anayanena haya ndio mwanadamu aweze kuishi. Bwana asifiwe. Sababu wakati wowote mwanadamu atakayefuata mambo yoyote itokao na ulimwengu, atakufia katikati. Ukweli atakufa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndiye kumtayarisha mwanae hata kabla hajaingia katika ulimwengu. Ndio akikuja ulimwenguni aweze kutambua na kujua yale yameitiwa katika ulimwengu, na kutayarishwa ya kwamba ulimwengu una maafa, sababu anaambiwa ya kwamba keep my commandment and live. Akasema ushike amri zangu ukaishi. Kwa hivyo katika ulimwengu tulio ndani yake, na katika mambo yale yote imetusungukia sisi, mimi na wewe, kuna kifo ndani yake. Na kile kifo hakionekani, but kinatambulika wakati mtu ameamua aidha kumuishia Bwana ama kuondoka kwa Bwana. Na anayemuondokea Bwana, kifo hakimwachi. Anaye kontroliwa na mwanadamu mwenzake, kifo hakiondoki kwake. Na vile watu wanapenda na kutamani waweze kuwa controlled by other peoples, hawataki the word of God control their life. Wanataka tu waweze kuwa katika ya utawala wa mwanadamu. Na utawala wa mwanadamu una maafa. Utawala wa mwanadamu una kifo, una neglect. Mtu yeyote yule atawaliwa na mwanadamu pasipo neno la Bwana, mwanadamu akimuongoza nalo, na kuambia mtu wa Mungu, kuna huzuni, kuna neglect. Haleluya. Mwana ni roho shule pasipo mwongozo wa Mungu. Na ndiye Mungu anamwambia mwanae, please keep my commandment. Weka sheria yangu vyema. Elewa, isipokuongoza, chochote kitakapokuongoza kitakudhuru. Na wakati utakapoongozwa na mwanadamu atafanya uweze kufanya kinyume na mapenzi yangu. Control ya mwanadamu inaleta maafa. Ni ukweli, hata wewe unajionea katika nchi yetu. Hata wewe unajionea vile mambo imegeuka. Hali zimekuwa chungu. Vivo zinapatikana everywhere. Sababu utawala una shida. Bwana asifiwe. Utawala una shida. Mwana ya roho shule. Niki, sababu mwanadamu aliye katika ulimwengu hataki utawala wa neno. Anataka utawala wa kujitawala.
Akamwambia, alikuwa tu anaendelea akimunenea. Bind them upon thy fingers. Write them upon the table of thine heart. Sifunge katika vidole vyako. Siandike juu ya kibao cha moyo wako. Alitaka kumuongoza. Alitaka kumfundisha. Alitaka kumuonyesha uhatari juu ya kutokuwa na sheria yake ndani ya moyo wake. Kusema nini? Kutokuwa na kutofuata neno la Bwana na kutoliamini neno la Bwana likuongoze, likupeleke. Kuna kifo, kuna matatizo, kuna laana, kuna mateso, kuna uoga. Bwana asifiwe. Na mambo haya yote ikiwamo kwa mwanadamu. Mwanadamu hana amani tena. Joyness inaondoka. Haleluya. Hana amani tena na hana imani tena, na mambo yale imemzunguka. Bwana asifiwe. Kamwambia yashike. Sifunge katika vidole vyako. Siandike juu ya kibao cha moyo wako. Moyoni. Wacha neno la Bwana liweze kuishi. Ndio tamaa yote iliyomo ulimwenguni isisababishe ujikute katika mwanguko, katika maafa. Ngai yake menyohu akialilia muruwe, akimuhatarisha na yale yote yaliyomo katika ulimwengu. Hallelujah. Akamwambia number 4. Say unto wisdom, thou art my sister, and call understanding thy kinswoman. Mwambie hekima, wewe ndiwe umbu langu. Kama vile brother and sister, or sister na sister, brother na brother wanaopendana, tunafaa kuwa na upendo pamoja na neno la Bwana. Tuweze kuweka neno la Bwana karibu sana pamoja nasi. Tuliweke hapa kwa hapa. Neno litukaribie kama vile sister na brother wanazaliwa pamoja na wanapendana. Tuiweke karibu sana pamoja nasi. Sababu wakati tutakosa kuwa katika nafasi hiyo, kuna mambo inaweza tukia, tujikute katika kifo, kuangamia. Number 5, that they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth with her once. Wapate kukulinda na mabaya. Wakati neno la Bwana umelikubalisha kuwa ndani ya moyo wako, litakuzuilia na mambo yote isiyolingana ama tokana na mapenzi ya Mungu. Itakuokoa na hali yoyote ya uharibifu. Itakuokoa lile neno na hali yoyote ya mwanamke mchafu, malaya, yule akuja kukupokonya imani yako pamoja na Mungu. Mwanaume yeyote yule asio na hekima asikapate nafasi ndani yako ya kukupokonya wema wa Mungu ndani ya moyo wako. Neno la Bwana kazi yake ni kutulinda. Na usipokuwa
usipokuwa na neno la Bwana ndani ya moyo wako, hauna mlinzi. Hakuna wakati utaona malaika amekuja amesimama mbele yako na bunduki na vitu zingine akikulinda. Hautamuona Mungu wala Christ wala Roho akija kukufanya hivyo. But wakati ule utakaloliamini neno, kulipokea neno, kuliamini, ukubali lile neno likae ndani ya moyo wako, na kuambia mtu wa Mungu, kwa uhakika utakuwa na ulinzi mkuu na wa ajabu katika maisha yako. Wokovu wako utaridhika. Wokovu wako utasimama. Wokovu wako utakuwa kamili. Wokovu wako hautakuwa na kitu chochote cha kukandamisha. Na jambo lolote litakuja kinyume na mapenzi ya Mungu ama na kinyume na mapenzi yako wewe juu ya maisha yako, utapingana nayo na utaishinda. Kristo alishinda Shetani kwa neno. Na wewe unafaa kushika neno wakati wowote strange woman atakuja katika maishani mwako. Utaweza kumtambua tu akiwa mbali. Hautamtambua akiwa hapo hata kwa sababu amefika. Utamtambua akinja. Utamtambua kwa neno lake tu na kinywa chake la kwanza. Sio ati utatambua wakati ameongea risali moja. Dakika 3 inafaa uweze kutambua huyu mtu amekuja na amani ama hajakuja na amani. Amekuja kunipokonya amani yangu na Mungu ama amekuja kunifanya niweze kuongezeka. Ate wapate kukulinda na maraya na mgeni akubelezae kwa maneno yake, maneno ya ulimwengu. Wale watu hawataki mwongozo wa Mungu. Wale watu hawataki neno. Kazi zao ni kunena dunia, ulimwengu. Na wakati tunaposikiliza wakianena, yako na utamu sana. Yako na utamu. Yako na utamu. Kama vile uko na kipindi, unapenda kukifuata sana. Unakipenda na hutaki kikupite. Unakipenda hivyo kwa sababu ya utamu. Yes. Lakini wakati wowote utakapoelewa utamu huu uko na faida gani ndani yangu. Wakati ninaposikiliza magazeti ikisomwa na kufafanuliwa vizuri. Wakati ninaposikiliza Nigerians movies. Wakati ninaposikiliza Kenyan movies. Ama habari. Ama mambo yale yote ninayopenda kusikia kutoka kwa mwenzangu. Ni faida gani inaniweka ndani yangu? Ni wapi inakuja inafanya moyo wangu usiwe na amani? Lakini nilitambua ya kwamba neno la Bwana, neno limetoka katika kinywa cha Bwana. Hata liwe linanena ukali namna gani, ndani yangu likiingia ni amani tupu, ni furaha tupu, ni uzima tupu umeingia. Akamwambia, mwanangu, sitaki utawaliwe na ulimwengu, sitaki utawaliwe na mwanadamu. Nataka kukutawala wewe kwa hii njia ya kulishika neno langu na kuliweka likiwa akiba ndani ya moyo wako. Haleluya. Na ukiwa katika hiyo nafasi, hakuna mwanamke mgeni, a strange woman, ama mwanamke maraya atakaye kuja katika maisha yako kukupokonya upendo ninaokupenda nayo. Hautagawanywa kamwe na kitu chochote. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana sana wakati huu ninapoongea kuhusu Mungu hapendi mwanadamu akiongozwa
na yule mwingine. Mungu apenda yeye mwenyewe aweze kutuongoza, kwa sababu atulinde na mambo yale ya kujao mageni katika maisha yetu, yale yanakuja kutupokonya wema na ukweli. Na katika nafasi hiyo nataka tusome watu wale yani ni njia gani tunapokonywa nayo. Katika kitabu ya James, mtu yeyote yule amekataa mwongozo wa Mungu hakosi kujikuta katika kitabu ya James 1. Ukikataa mapenzi ya Mungu utajikuta katika James 1. James 1:13 from 13. Utajikuta katika kitabu ya James 1 from 13. Wacha tusome. Let no man say when he is tempted, I am tempted, I'm tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Wakati tunapokataa mapenzi ya Mungu na tunakataa mwongozo wake, na kwa sababu wakati tumekataa revelation, wajikuta katika nafasi ya kuona kama Mungu, ukiingia katika hali sababu ya kumkataa, sababu umekataa amri zake, umekataa sheria yake, umekataa mwongozo wake, umekataa njia zake, umekataa nuru yake, umekataa kuwa yeye awe lango lako la kuingia, umekataa awe mzabibu wa kweli, umekataa aweze umekataa kuingia ndani yako, ndio ndani yake ndio aweze kufanya uweze kupata mazao mema na mengi. Unajikuta katika nafasi kama hii ya udanganyifu. Wakati unajikuta katika majaribu, unafungua mdomo kama mpumbavu na kusema ya kwamba ni Mungu ananijaribu. Si Sunday nilikuwa kanisani. Kanisani unaweza kuwa na hata uhubiri kama vile ninahubiri, lakini yale yote ninayoyanena ama yale yote nimeyasikia, iwe iko tu katika akili zangu na katika kichwa changu, haijafika ndani ya moyo iweze kuwa mti wa uzima. Bwana asifiwe. Tunasaidika wakati wowote neno la Bwana limefika kuwa mti wa uzima, limekuwa uzima ndani yetu, na kutoka pale hapo ndipo tutaweza kuanza kuzaa mazao. But wakati haitafanyika hivyo, utashinda ukisema Mungu ananijaribu. Unajua wakati ule tumefanya fasting, shetani anakuwa tayari hapana, shetani atakuangi ni your mindset. Unaenda hata kuomba na kufanya fasting ukiwa mindset yako hapa, shetani ako hapo. Kwa hivyo unafunga na unaomba, unafanya kazi ya Mungu mkiwa na shetani pamoja. Si Christ, ni Satan. Na wakati ule sasa umeingia katika jambo. Sasa kwa sababu wewe hautasema ni shetani anakujaribu, unasema ni nani anakujaribu? Mungu. Kwa sababu gani? Umefunga. Wengine nao wanasema ya kwamba wanasema, unajua mtu wakati wowote akitenda kitendo shetani asikie vibaya, anakurushia mapepo, anakurushia manguvu, anakurushia nini ndio aweze kugandamisha moyo wako. Hapana, hata kabla uanzie moyo wako ulikuwa umeganda. Moyo wako haukuwa na Mungu. Sababu ni gani? Ndani yako haukuwa umeweka akiba ya neno la Bwana liweze kuwa mlinzi. Tulikuwa tumefundishwa hivi zamani zetu za wokovu wa kwanza. Tulikuwa tumefundishwa hivi ate ukiingia katika fasting na kuomba sana, ujue aidha shetani atagulie akuzuilie, ama wakati uko katikati akuje agombe
maombi yako, pengine ugojeke, usikie ng'ombe ya mama yako imevunjika mguu ukiwa kwa maombi na unahitajika nyumbani, usikie mtoto amefanyika. Tulikuwa tumewekwa katika hiyo nafasi. Alafu mwisho ama ukimaliza kuomba na kufunga, shetani anajitokeza na kijia, na ukweli ilikuwa hivi. Kumbe ni kwa sababu mwenye kukuelekeza hakukuambia kile kinaweza kukulinda katika proverb. Katika hiyo proverb 7 is the only word of God. So wakati mawazo yetu imetiwa habari ya kwamba shetani anaweza fanya hivi na vile, na kuambia mtu wa Mungu, hiyo sio maombi utaenda, sababu mtaenda na shetani. Hata ukitoa ubariki kazi ya Bwana, utoe mali nyingi, hata sijui tunakuanga wapi, sababu utoe hiyo kiwango ya fedha ama ubariki kazi ya Bwana na nini. Tulikuwa tumewekwa mawazo, na ujue wakati unapofanya kitendo cha kutingiza, kitendo kimemeremeta, kitendo kikuu ya kuinua kazi ya Bwana na kuibariki, tulikuwa tumeambiwa shetani hakosi kuingilia ndio akuonyeshe hakuna kitu umefanya. Hapana, hauko pale shetani ajue vile umefanya. Ni mawazo tulikuwa tumewekwa machafu. Tena ukikosa kufanya, ujue shetani amekupokonya mali yako. Yani kila saa, kila dakika tulikuwa tunamuona shetani. Tulikuwa na utawala mwingine, sio utawala wa Mungu. Na hayo yote ilitiwa ndani yetu ndio tumpoteze Mungu, tuchukue utawala mwingine. Utawala wowote haujatokana na mwongozo wa Kristo na neno la Bwana. Haya mengine yote ni mautawala ya ulimwengu, na ni mautawala ya kisetani. Na yale mautawala ya kisetani haijulikani, ikikuja inakuanga inafanana, yani inakuwa inapinda kidogo sana na utawala wa uungu. Haleluya. Maonyesho yake ni kama uungu tu, lakini ikona kama wewe wajua umeokoka. Kama watu wale wanaandikanga kwa Facebook, ate kama unajua umeokolewa sema amen. Ati nini umewekwa, na watu wengi wanaweka amen. Mwingine hata anaweka 7 ya kuonyesha vile ameokolewa, ya kuonyesha vile ati kama wewe unajua ni Mungu amekuponya sema amen. Kwani kuna kitu kingine inaponyana? Haleluya. Kwani kuna wokovu mwingine? Akili zetu zinachukuliwa na watu wasio na hekima. Ile tumeona pale, tunaletewa strange things, strange and stories za kutuiba na kutupokonya imani yetu ya Mungu. Ati kama wewe unajua, kama unaamini, yani mambo mengi inaletwa katika Facebook. Type there amen. Ati kama unampenda Mungu, kama unajua umesamehewa dhambi, atereri we pia utoleivia nyeki idue netoe una tutoe tuli ahonoku netu ahonoketio. Hata kabla hatujajua tumeokolewa, tulikuwa tumeokolewa. Hata kama tulikuwa hatujajua ya kwamba sisi ni wana wa Mungu wa uzima wa umilele, alikuwa ametufanyia na akatufanya. Hiyo yote iko kwa maandiko. Ile kazi Kristo Yesu alipofanya, alifanya na akafanyia kila mmoja. Yeye
yule alikuja ulimwenguni kuchukua dhambi zote za ulimwengu, akatuondoa katika kifo na akatuingia akatuingiza kwa Baba. Haleluya. Neno linasemaje? Ate mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Number 14. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Wakati wowote mtu ametoka katika neno, ameondoa hiyo tamaa ya kulisoma neno, kuomba na kutaka kujua sana kuhusu mapenzi ya Mungu, huyo mtu amekuwa enticed. Huyo mtu amekuwa amedanganyika. Huyo mtu amekuwa drawn away of his own lust. Huyo mtu amefika katika nafasi na kiwango ya kutoka katika njia iliyonyoka akaingia katika njia imepindika. Sasa anatafuta kile hakiwezi onekana katika njia isiyo na neema, anafikiria anaweza pata. Huyo mtu ameingia katika kitu tunaita lust. Amekuwa tempted. Kile kinamwattempt hakijatokana kwa Mungu, kimetoka ndani yake yeye mwenyewe. Number 2, hakijatoka kwa Shetani. Hebu angalia hapa. But every man is tempted when he is drawn away of his own. Sio God or Satan. Of his own lust. Kwa hivyo mambo mengi katika maisha yetu inaopingana nasi na kutuondoa katika njia za Bwana na kutufanya sisi sasa imani iweze kuwa sio imani tena, inatokana na sisi wenyewe. Hakuna Shetani na hakuna Mungu. Ni wewe mwenyewe wajipeleka katika mwanguko, katika kupoteza, katika maafa, katika tamaa zako. Kiswahili. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Si tamaa ya Shetani, na si tamaa ya Mungu, na si tamaa ya your friend. Ni tamaa yako mwenyewe, na si tamaa ya fedha. Ni tamaa yako mwenyewe. Na njia gani? Alafu unaielekeza kwa kile unachotamani. Kama ni umaraya, unaelekeza tamaa yako katika umaraya. Kama ni fedha, unaelekeza tamaa yako katika fedha. Kama ni wizi, unaelekeza, yani unaielekeza. Tamaa ikiingia, unaielekeza kwa kile unataka kiwe msaada katika maisha yako. Si Shetani. Wale watu wasemao kila wakati akisijui Shetani alipitia wapi akakuja kunijaribu. Hakuna Shetani alikujaribu. Ulijaribiwa na tamaa yako wewe mwenyewe. Hiyo tamaa iko ndani yako. Hiyo tamaa ni mwiba mkali sana wa kukuduga wakati wowote. Hiyo tamaa iko ndani yako, na ndio unaona unajaribu kupigana na hiyo jambo, unashindwa. Sababu wewe unaelekeza tamaa zako kwa mtu mwingine. Na ndio Mungu anataka tu kukufanya nini? Kukuongoza. Ndio utoke katika kuelekeza shida zako, matatizo zako, tamaa zako kwa mtu mwingine.
anakutoa katika mkono wa mtu mwingine, wa kitu kingine chochote, ndio yeye akuongoze, akutawalie na akuelekeze katika njia zake zilizo na uzima. Lakini mwanadamu aelekesha kila kitu chake kwa shetani. Kikikuja kibaya, akipitia mahali fulani, hata kukula vibaya, unakula kama mtu mwenye ajielewi, unaanza kuhara, unasema ni shetani alikuwa ndani ya chakula. Ni wewe umekula kutojitambua, umekula kama bubu, umekula kama mtu mpumbavu, ukakula ukapitisha kiasi, ukakula machakula pasipo kuangalia, kwa sababu umeona chakula, hauna control. Usiseme ni shetani wala usiseme ni Mungu, sababu wewe ndiye umejifanya hivi. Ndio Biblia, sio mimi. Acha tusome. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganya. Kuna wamama wameacha nyumba zao sababu ya tamaa ya kutaka kusikia kutoka kwa wanawake wengine, kutaka kuongozwa na wanawake wengine na kusikia mambo ya nyumba za wenyewe. Please, utavujika mguu, utapoteza maono yako ya kuoleka. Mwanaume unavutwa na wanawake na uko nje, unaona kama mwanamke fulani ako na akili kuliko wako. Na kuambia mtu wa Mungu asubuhi ya leo, ulioa akili tupu. Ulioa akili tupu, lakini mawazo yako kwa sababu ya tamaa ya kutamani kusikia kutoka kwa wale unataka kusikia ndani yao, unaona mwanamke wako kama ni mpumbavu. Haleluya. Mwanamke unaona mwanaume wako kama ni mpumbavu, sababu ya tamaa. Kakitu kaliingia tu kidogo, ukaanza kuona tofauti. Hiyo tofauti ndio tamaa. Hiyo tofauti itakutoa kwa nyumba yako. Hiyo tofauti itafanya uweze kwenda kulea watoto wa wenyewe. Hiyo tofauti itafanya uweze kwenda mwanamke kutesa watoto wako. Sababu kuna tamaa iliingia ndani yako, ukaona yule uliye nayo hajatosha kwa njia moja na ingine, sio tu umaraya. Bwana asifiwe. Ni tamaa yako imekufanya ufike mahali umefika, sababu haukukubali. Proverb 7:1. Ulikubali strange women, ulikubali umaraya wa akili uweze kuingia ndani yako. Umeigiza mambo yakakunyang'anya na kukupokonya nafasi yako ya maombi. Hali zikawa, yani ukapokea hati hali ni nzito siku hizi. Mambo ni mazito siku hizi. Na ujue wakati unapotazama mambo kama yale, nini utamaliza ni kile hakionekani. Nafasi ya Mungu ndio utaipinga. Utaichukua yote uweze kutumika na mambo mengine ya ulimwengu. Niliona hakuna adui katika ulimwengu kama nafasi ya rohoni, kama nafasi ya ufalme wa mbinguni, utawala wake ndani yetu. Yes, unajaribiwa usiku na mchana uweze kuondolewa katika maisha yako. Wakati ulikuwa unataka kusoma neno, kipindi fulani nayo kikaingia, wakati huo unapumzika. Wakati ule ulikuwa unataka kuimba wimbo, usikie presence imekuzunguka, ya mama fulani anaingia, baba fulani anaingia. Unapokonywa nafasi
nafasi yako yote. Ama haleluya, unakumbuka sijaoza vyombo. Nafasi ya Mungu ni adui ya mapenzi ya ulimwengu ndani ya mwanadamu. Ndani ya mwanadamu. Hatujaambiwa ni ulimwengu umekukosea, sio ulimwengu umekuweka tamaa, ni wewe umejiweka tamaa. Yaani hauna kitu tunaita control. Control ya jambo lile unajua lina msingi linaweza kuweka katika maisha yako. Jambo lile unajua ya kwamba lina faida katika maisha yako. Linapinganwa nalo usiku na mchana. Mwanaume anaweza pingana na wokovu wako, mwanamke anaweza pingana na wokovu wako. Mwanaume anaweza pingana na nafasi yako ya kuomba, mwanamke anaweza pingana na nafasi yako ya kuomba. Lakini wewe ndio uko na uwezo na nguvu ya kupinga nafasi yako ile unayojua ya kwamba iko na italeta yani iko na maana katika maisha yako. Lakini watu wengi mahali wanapingiwa nao wanapingika. Wanaondoa Mungu, wanaingia katika mapenzi ya mwanadamu. Wakati mapenzi ya mwanadamu inapoingia katika maisha yako, haleluya, tumeona neno likisema ya kwamba, wacha tuone number 15. Then when lust had conceived, it bringeth forth the sin, and the sin, when it is finished, bringeth forth death. Bwana asifiwe. Kiswahili. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi. Ukiona unapingwa na kitu katika maisha yako ya rohoni, ujue, na unapingika, ujue sio huyo mtu ama hiyo kitu kimekupinga. Tayari moyo wako ulikuwa umetoka katika hiyo nafasi ya hekima ya Mungu. Ilikuwa imetoka katika nafasi ya neno la Bwana. Ilikuwa imeanza kujiunga na uko ndani. Sababu si kitu yamekuja mara moja. Ni kitu yanajiunga pole pole. Ni kama vile mtoto anaingia ndani ya mwanamke, tumbo ya mwanamke. Anakuwa baada ya miezi 9 ndio kile kiumbe kinakuwa salama, kizima. Alafu baada ya kuwa kizima kinazaliwa. Kiumbe kinaonekana kitamu, kizuri na kinapendeza. But wakati tumefika katika rust, hatuzai kitu kizuri, kirembo, cha kupendeza. Twazaa kifo. Twazaa mauti. Twazaa kujiuliza, kama ningejua ningepitia hii njia. Kama ningetambua yenyewe tutapandamana na huyo mwanamke ama mwanaume ama rafiki yangu, tufikishane hapo, mimi singechukua hiyo hatua. Usikubali kufika hapo. Hiyo hailetwi na Shetani na hailetwi na Mungu. Wewe ndiye uko na mamlaka ya kupingana nayo. Na kupingana nayo si kwa uwezo wako wala kwa nguvu yako wala kwa mamlaka yako. Ni kwa uwezo wa neno la Bwana. Ni kuliamini neno la Bwana. Nalo neno la Bwana linakuongoza. Nalo neno la Bwana linakuwa na utawala, linaondoa utawala wote wa mwanadamu. Linaondoa utawala wote wa vitu hapa ulimwenguni, sababu watu wote wengi wanatawaliwa na pesa. Wakati wanapokea pesa, wanajikuta imewapeleka katika kulewa. Pesa inawaita katika baa. Pesa inawaita katika umaraya. Pesa inawaita katika vita, katika matuzi, katika kujiinua na unajiharibu na mambo mengi kwa sababu kuna kitu inaitwa pesa imeingia. Mtu wa Mungu,
Mambo mengi inayofanyika katika maisha yetu si Shetani anaileta. Mambo mengi imo ndani yako, ni wewe umekosa kuitambua. Lakini wakati utakapoitambua, uitambue, uikomeshe, usimame katika mwanya, na kwambia mtu wa Mungu, ndio utatambua wewe ni mtu aliye na hekima ya juu sana kama vile Mungu alivyo. Wakati Shetani alipoenda kumjaribu Yesu, Yesu alisimama katika mwanya wa kujitambulisha yeye ni nani mbele za Mungu, na kwa si maneno mengi, ate neno linasema, neno linasema, neno linasema. Hakumwambia unajua mimi nimekuja kufia ulimwengu, mimi nitakaa siku 3 katika kifo. Hapana, Yesu hakunena mambo kama haya. Yesu hata hakumwambia alitoka mbinguni, na alikuwa anajua ametoka wapi. Sisi shida yetu ni kutaka kujitambulisha na kujiita majina makubwa. Haleluya, Bwana asifiwe. Lakini hayo yote ni upumbavu. Hayo yote haina msingi wowote, haina faida yoyote. Faida ni ya kwamba kulifuata neno la Bwana ndio msingi kamili katika maisha yangu na maisha yako. Nalo ndilo neno la Bwana tukiliamini litaweza kutuokoa na hali yoyote ya tamaa. Ile baada ya siku ile inaweza leta maafa ndani yetu. Bwana asifiwe. Hatuna hekima ya mambo mengi sisi, lakini wakati tunapoingia katika neno tunapata hekima na maarifa. Tunapata hekima na maarifa. Mpango wowote umepangiwa nje ya sisi hauwezi kutudhuru. Kwa nini? Unautambua kabla haujakufikia. Unafeel mambo isiyo ya kawaida na unasimama katika mwanya. Si vyema wakati wowote tumezungukwa na mambo ya ulimwengu tukifurahia. Katika maruninga, katika ma-TV, katika masimu, haya yote haina msingi mwema katika maisha yetu. Lakini wakati ule tutajichangulia kukaa katika neno la Bwana, kulichimbua neno la Bwana, kulisoma neno la Bwana, kulisikiliza neno la Bwana, na kuambia mtu wa Mungu, faida yote itakuwa katika nafasi yako. Haleluya. Ya neno ikakwambia, halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Inazaa mauti. Number 16. Do not err, my brethren. Ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Sikubali, usidanganyike. Kudanganyika ni kusema nini? Usikubali kuongozwa na mawazo yako. Usikubali kuongozwa na akili zako. Usikubali kuongozwa na kitu chochote hakikupeleki katika neema ya Kristo na kukuonyesha mapenzi ya Mungu na kukuonyesha kibali kimo ndani ya Kristo. Kina uwezo mkuu kuliko vyote vilivyo ulimwenguni. Mungu wetu Kristo Yesu anakupenda. Kesho tutaweza kuangalia, tuone ya kwamba at every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of light, with whom is no variableness,
neither shadow of turning. Tutaiona siku ya kesho. Anza sasa. Biblia inatuambia kwamba usiwe mtu wa kusikia tu, kuwa mtu wa kusikia na kutenda. Kuchukua hatua. Usikae katika tamaa ndani ya last. Usikubali kukaa ndani yake. Hakuna mazuri inaweza toka hapo. Usikae katika mwongozo usio na hekima na uungu ndani yake. Kubali kukaa katika uungu, au uungu ule utakupatia hekima ya kushinda na kuishi katika amani. Wacheni tuombe. Nampenda sana, ninamuona pale. Wacheni tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, na kuinua na kutukuza. Umejaa utukufu na nguvu, na neema yako imetuzungukia. Asante kwa sababu wakati tunapotambua tamaa ndani yetu, tunaweza kaa katika maisha mazuri na mema ya kukutegemea tu wewe, na kuondoka katika hali za kutuingiza katika mambo ya kifo. Asante kwa sababu wakati neno lako linapotunenea, tunatambua mambo mengi na mapya yale Bwana Jehova ajili hatukuwa tunajua. But watu wengi wanachukia neno, wanaboeka wakati wanaposoma neno. Lakini naweza wazungumzia niwaambia kwamba hakuna njia ingine yoyote inaweza kutupa msaada isipokuwa kuchukua tu neno la Bwana. Baba, ninakuomba ni kwa sababu ya watu wote wale wanaojua na kuelewa, wanaotusikiliza, waweze kujua ya kwamba furaha yako Bwana ni wakati tunaponeneana mmoja kwa mwingine, ndio tutoke katika kifo, ndio tuwatoe katika maafa, na ndio maisha yao iweze kuwa kamili na ya kutosheka katika wema na katika upya wa utukufu wako. Tunakushukuru wewe Bwana, na tunakuinua wewe mtakatifu kwa utukufu wako na uwezo wako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen.